Migogoro ilitaka kutuasiri mwaka 90, timu kutaka kuteremka daraja. Wakati huo ligi inaitwa ligi ya bara. Wakati huo moja katika timu zilisajili vizuri ni Simba. Migogoro ikatupeleka babaya, ikapelekea timu wakati huo timu 24 kwenye ligi ya bara. Wakati huo kwa mujibu wa kanuni timu 4 zinateremka kwenye timu 24. Ukihesabu timu ya 20 ni ya Simba. Maana yake Simba alipigwa mstari mwekundu katika timu ambazo zinakwenda kuteremka nini? Daraja. Wakati huo akina Marehemu Duma Mnonji, akina Marehemu Salum Faya, unawajua? Kakaangu akina Haruna Nazi, timu watu wanachukua wanaiteka, mtu anakuja anaitia kwenye nani Costa. Leo nasikia Radio Tanzania ya RTD, almarhumu Abubakar Liongo, hatimaye Simba yatekwa. Tumetoka huko. Migogoro haina afya kwa klabu. Sisi ndio chanzo tunatengeneza migogoro kwenye hizi timu, kwa sababu tunapata nafasi ya kuongea katika vyombo vya habari, hatuendi kutengeneza, tunakwenda kubomoa. It's not fair, tuwafanyie fair wana Simba. Na ndio maana mwandishi, hutoniona kwenye place zenu hizi. Pesa zipi Kisugu? Wewe ndio unaniuliza ile jambo, kwa nini wewe tukuoni? Na huwezi kuniona kwa sababu najua faida na hasara ya migogoro kwenye nchi. Kwa sababu wewe hautumiki Kisugu. Mwaka 91 tunanusurika kuteremka daraja, tunakwenda kuwafunga Dar es Salaam Africans goli 2 katika uwanja wa Uhuru. Hiyo goalkeeper anacheza mtu mmoja anaitwa Moses Mtandawile, fullback ya RP Rafael Paulo, hiyo 3 Hamidu Noriega. 6 kuna mtu mmoja anaitwa Aston Pardon. 7 kuna mtu mmoja anaitwa Sanda Juma Afra Juma, mweka mtu mmoja anaitwa Dani Mmoja. Mzee wa Afro tulimchukua kutoka Pamba ya Mwanza hiyo. Hiyo winga na mtu mmoja anaitwa John Makelele Zigzaga. 9 na 10 Beujatu wa Motosoma na mtu mmoja anaitwa Edward Chumila. Vijana, migogoro haifai kwenye timu. Tunawaumiza watu. Acha hicho kisa. Njoo katika kisa katibu mkuu David Ngonya. Anataka kufanya mkutano kwenye klabu ya Simba. Wakati huo pale kwenye klabu ya Simba pale Kariakoo kuna mti mmoja unaitwa mkungu, yamezungukwa ukuta, tumeweka nani makuti haya. Makuti bro. Kisugu, ukiwasikiliza migogoro Taurati, Injili, Zaburi na Qur'an bado inatusisitiza amani, amani, amani. Jana tumewasikia umezungumza kuhusu mgawanyiko. Wale wengine ambao kwa jina na wahifadhi kwa sababu wamegawanyika, wamejibu mara baada ya press ile na wakisema kwamba wanautaka uongozi wa Simba uchukue hatua dhidi yao, kwa sababu wao uongozi uliochukulia hatua kusema kwamba wametumia nembo za wadhamini vibaya, lakini wao wakidai kwamba kinywaji kimeonekana pale mezani. Wanauomba uongozi uwachukulie hatua kwa kuzua taharuki na kumuhusisha Jairut kwenye majambo haya. Yes, kama kanuni zipo zifuatwe, kama utaratibu upo ufuatwe. Tunaungana nao. Kwa sababu Simba inaongozwa kwa mujibu wa sheria, katiba na kanuni. Katiba, sheria na kanuni. Na ziko sheria, ziko kanuni zimetengenezwa kwa ajili ya kuwadhibiti wanachama pindi endapo wanapokwenda tofauti. Kama wao kwa mujibu wa kanuni wamefanya makosa, basi tuache kanuni iende kufanya kazi yake. Walichokifanya lakini si wamekosea. Mwandishi, mimi siwezi kusema hilo. Nimesema Simba inaendeshwa kwa mujibu wa sheria na katiba na kanuni zilizopo. Lakini kwa mtazamo wako wamekosea. Mimi naheshimu mawazo ya kila mtu, kwa sababu sina nafasi ya kuingia kwenye kichwa cha mtu.
ila niwaambie wote wana Simba, hiki tunachokifanya tunakwenda kuwaumiza mashabiki wa Simba. Hichi wanachokifanya tunakwenda kuwaumiza mashabiki. Tunacho, usinitoe ninachokifanya. Mwandishi, mbona unataka kunitoa? Umesema wewe haumo. Sisi umekataa mapema tu kama wewe haumo. Kumbe umo. Hichi ninachokifanya. Mpira unahitaji uwekezaji. Mpira unahitaji pesa. Mohamed Dewji anawekeza pesa kwenye Simba. Jeruti anawekeza pesa kwenye Simba. Leo hii tumetoka kwenye milioni 100 katika uwekezaji wa Simba, tumekwenda zaidi ya 6 billion.8 1 year. Unamdharau vipi huyu? Unamkebei vipi huyu? Niwaombe sana wana Simba, tunapaswa kuheshimu wanaokuja kuwekeza kwenye Simba. Tunapaswa kuwaheshimu wanaokuja kuwekeza ndani ya Simba. Yes. Okay, Kisugu, tumalize na hili. Mchezo unaofuata mbeleni ni dhidi ya Pamba, wanalinda Ndahawa katika jiji la Miamba. Tuna mechi ngumu. Kwanza tuna mechi mbili. Mechi mbili kivipi? Tuna mechi na Pamba, mechi ya kwanza, lakini tuna mechi katika kanda ya Ziwa, ni mechi ya pili. Una maana gani Kisugu? Unanichanganya sasa hapo. Huwa siku zote tukicheza kwenye kanda ya Ziwa tunakuwa na upinzani mkubwa. Achili ya timu. Na moja ya sababu sisi mwaka jana kukosa ubingwa tulianzia katika kanda ya Ziwa dhidi ya Pamba ya Mwanza. Na ndio maana naomba wana Simba, kila mwana Simba kama yupo aliyeshika silaha kuendesha mapambano yanayoendelea aweke silaha chini, wenye nyakati za kwenda kuisupport timu zimefika. Leo tuko kwenye kanda ya Ziwa tunacheza na Pamba ya Mwanza, na niwaambie wana Simba, tukafanikiwa kuchukua point 9 katika kanda ya Ziwa, mimi natangaza rasmi mwaka huu Simba nakwenda kuwa bingwa wa ligi NBC. Weka sawa hapo. Unasema kwamba tukifanikiwa kuchukua pointi 9 katika kanda ya Ziwa, wallahi na hapa natangaza rasmi Simba tunakwenda kuwa mabingwa wa ligi ya NBC. Kwa hiyo Simba kichukua tu pointi 9, bingwa wa ligi kuu na beba. Na Waswahili wanasema dalili ya mvua ni mawingu. Haya maneno aliwahi kunambia kakaangu Rais wa Dodoma Bwana Katenga. Dalili ya mvua mawingu. Tumeshachukua pointi 3 kanda ya Ziwa zidi ya Kagera Sugar. Na inshallah Mungu ikimpendeza, na jitihada zilizopo wana Simba wanaosimama kwenye dua na sara kuiombea timu, waliosafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, tutakwenda kuchukua pointi 3 zidi ya Pamba ya Jiji. Na tukimaliza pointi 3 Pamba ya Jiji, tutakwenda kuchukua pointi 3 zidi ya Singida Black Star. Lakini wao wanasema kwamba kutokumfunga Yanga Africans kwenye ligi kuu ndio kunasababisha ninyi kukosa ubingwa. Hakuna hesabu unaweza kutoka moja kwenda kwenye 20. Una maana gani? Ukiona mtu anatoka moja anakwenda 2. Na ndio maana mimi nazungumzia kanda ya Ziwa, ndani yake naizungumzia Pamba Jiji. Tukitoka Kagera tunacheza na Pamba Jiji. Tukitoka na Pamba Jiji tutakwenda kucheza na nani? Na Singida Black Star. Tukitoka na Singida tutazungumzia yule ambaye anafanyaje? Anayefuata. Focus sasa hivi hatuwezi kumwangalia Yanga, focus sasa hivi hatuwezi kumwangalia Azam. Focus yetu ni kumwangalia Pamba Jiji. Jana nilipata bahati nzuri ya kuongea na wachezaji wa Simba. Wanasemaje? Moja, nilikuwa nawakumbusha wakumbuke mwaka jana namna ambavyo tulivyokwenda kucheza na Pamba Jiji. Wakanambia bro, tumekusikia na tunakumbuka vizuri ile mechi. Wao wachezaji wanaamini moja katika mechi ambayo imewasababishia mwaka jana kutokuwa mabingwa ni mechi ya Pamba Jiji. Nitumie kauli ya mjini watoto wanaosema Pamba Jiji kazi wanayo. Pamba Jiji kazi wanayo. Najiamini Mikoi. Una Libaseje, una Jabil, una Innocent, una Ibrahim Dumbia. Kwa nini usio na confidence na timu yako? Kwa nini usijiamini? Kwa hiyo kwa chama hilo Pamba Jiji kazi anayo. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu kesho tutachukua point 3 zidi ya Pamba Jiji.